lakini ilikuwa mechi nyingine. Ilikuwa ni mechi ambayo Simba tunahitaji point 3 kwa namna moja au nyingine. Na vijana wa Simba wamevaa point 3 kwetu, alhamdulillah. Ulionekana kama kabla ya mchezo kwamba labda uende mchezo mgumu, lakini imekuwa tofauti na ambavyo mashabiki ndivyo ambavyo tulivyofikiria, kwa sababu tunakumbuka katika mechi ambayo ya kwanza tuliocheza. Lakini tunampongeza sana Mwalimu Fadlu, amekuja na mbinu mpya katika uwanja ambazo zimetupelekea kuona namna ambavyo tumepata matokeo ya point 3. Kwa hiyo jambo zuri, tunamshukuru Mwalimu Fadlu kwa kazi kubwa, kazi nzuri alifanya. Rotation ni kubwa, leo imetupa manufaa kupata goli 5-1 dhidi ya Pamba ya Mwanza. Sawa, magoli 3 kwa Jean Charles Ahoua inakuwa na maana gani? Yana maana nzuri kuipelekea timu yake kupata point 3. Hiyo ya kwanza. Yana maana nzuri kumpa nafasi ya kuendelea kuongoza katika ushindaji wa ligi NBC. Hiyo ya pili. Lakini cha tatu umetupa burudani kama mashabiki wa Simba. Hiyo leo tunasema ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba Mohamed Dewji Mo. Kwa hiyo magoli 5 haya yanakwenda kwa Mohamed Dewji Mo. Mashabiki wa Simba tunayatoa kuyapeleka kwake. Tunampa hongera, wote tuseme happy birthday mwenyekiti wa klabu ya Simba Mohamed Dewji almaarufu Mo, na ndio maana tunakula keki. Utofautiana ambao umeona kwenye mchezo wa leo wa Pamba na mchezo uliopita kati yenu na JKT Tanzania. Kwanza niwapongeze sana Pamba. Wameonyesha mchezo mzuri. Wameonyesha ni timu ambayo imekuja kushindana. Hawakuonyesha kwamba wanakuja dhamira kutaka kuwavunja watu miguu. Wameonyesha mchezo mzuri, wamedefense kisasa, wamecheza mpira, lakini sisi tulikuwa wazuri zaidi wao. Na ndio maana tunakwenda kupata matokeo mazuri. Kwa ajili ya kuja kuwatazama na wiki ijayo mtakuwa kwa michuano ya kimataifa. Wanaiona Simba namna gani sasa ikiwa leo Kagoma kwetu kikosea? Kabla wewe hujasema sisi Simba tulijua. Katika mchezo mkubwa ambao unaokuja lazima Barakani atakuwepo. Lakini wanakuja kuangalia namna ambavyo mwalimu wetu timu yake alivyochezesha. Lakini nafikiri mnajua watangazaji, kila mechi ya Fadlu huwa inabadilika. Ukiona Simba iliyocheza na Mashujaa sio Simba ya leo. Ukiona Simba ambayo iliyocheza juzi na JKT sio Simba ya leo, ni Simba nyingine. Mimi naamini waache aje. Mwalimu Fadlu anajua atazidi kuwatengeneza vijana wake katika tena kiwanja cha mazoezi. Mwisho wa siku tutapata manufaa juu yao. Kisugu, Simba hii wanasema inafanya mazoezi lakini lengo lake ni ubingwa wa Afrika. Simba ndio kwanza inatengenezwa. Simba ndio kwanza inajengwa. Ndio kwanza iko 48.2%. Kwa hiyo kikubwa mimi naambia waandishi wa habari pamoja na wana Simba, tuwe vumilivu inshallah. Simba ambayo tunaitarajia kuiona iko njiani inakuja. Sio hii. Simba tunayotarajia kuiona iko njiani inakuja. Yes. Lazima wasicheze. Sio wao tu. Hata mimi ningekuwa mimi, lazima nile nyoya. Inasemekana ni mind game na pengine tarehe 15 wako tayari kucheza na nyinyi. Hatuwezi kuwasemea. Sisi ni klabu ya mpira. Ni klabu ambayo inaongozwa kwa mujibu wa katiba ya klabu ya Simba. Simba imeletwa kwa ajili ya kucheza mpira. Kwa hiyo kikubwa mimi ninachoweza kusema, waletwe straight, lakini sisi tuendelea kupambana. Baada ya kuona mjadala ambao ulikuwa bungeni, wabunge wakichangia kuhusu dabi, jioni yake tulitarajia kwamba labda Waziri Kabudi ndio mwenye zamana, kwamba labda angekuja na maelekezo tofauti, lakini alichokuja kukisema kwamba swala hilo liko mikononi mwa bodi ya ligi pamoja na TFF. Mimi kwanza najua nimpongeze sana Mheshimiwa Kabudi. Amefanya kazi nzuri na amewafahamisha Watanzania kujua mpira ni moja ambayo football inajitegemea. Serikali kama serikali, kuna mujibu wa taratibu za sheria na kanuni, haina mamlaka kuingilia mpira moja kwa moja. Na ndio maana wakati Msukuma anauliza ile swali, mimi niling'ata ulimi wangu nimwambia, hivi kwa utaalamu na uzoefu wa Msukuma anashindwa kutofautisha ya serikali na mpira? Kivipi? Maana yake angejua kanuni asingetaka kulazimisha kile ambacho ajibiwe. Maana yake kama angekwenda kujibiwa, kungekwenda kupelekea fainali ya shirikisho barani Afrika tusingeshuhudia kwa macho. Mfano swali kitu gani ambacho Msukuma alikiongea wewe ukaona ni kama alipomtaka waziri aende kuzungumzia masuala ya mpira, jambo la Simba na Yanga kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naamini kama laiti angekwenda kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria za FIFA, maana yake serikali ingeonekana imeingilia nini? Mpira. Mwisho wa siku lazima tungekuwa bani. Sasa mpaka hapa tulipofikia, baada ya majibu tutarajie nini? Unasema? Mpaka hapa sasa baada ya majibu kama haya ya wizara. Yepi? Majibu hakuna zaidi ya tarehe 16 ni mechi. Tarehe 15 ni mechi. Lakini wazee wanasema wacheze. No comment. Wao ni wenyeji, ikitokea wameleta timu na mmezuiliwa tena kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Angalia kanuni inasemaje? Mpira unaongozwa na kanuni, tuangalia kanuni inasemaje.
Kwa hiyo tusubiri ifike. Sugu mwanzo kuiangalia kanuni mlichochagua nyie ni kula nyoya. Kanuni tuliangalia. Na ndio maana jana nimesikia baadhi ya influencer wa Yanga walizungumza. Mmoja walichosema, walisema wao ndio wenyeji wa huo mchezo. Wenyeji hawataandaa chochote katika huo mchezo. Mwenyeji atapokelewa na nani? Maana yake wanakwenda wanakiri hata tukio la kwanza walilifanya wao. Kwa hiyo sisi tutakapokwenda wao kama hawapo, taratibu za mpira zitachukua nafasi yake. Lakini Kisugu kuzuiwa kufanya mazoezi ndo kugairisha mechi. Mpira unaendeshwa na kanuni brother. Mpira unaendeshwa na taratibu zake. Na ndio maana wenye mpira kwa nini walipanga siku moja ucheze kabla ya mechi katika huo uwanja? Kwa nini? Miongoni mwa maswali ambayo sasa yanabaki yanawachanganya mashabiki, umezungumzia issue kama kanuni kwamba usipokuja kanuni itafuatwa. Lakini nakumbuka mchezo wa awali nyinyi ndio ambao hamkwenda. Sawa, kwa sababu wavunjifu wa kanuni. Baada ya kuona uvunjifu wa kanuni, wenye mpira wao wakaja wakazuia. Wakasema mechi hakuna. Nendeni kwenye ibara ya 12 ya klabu ya Yanga, katiba yao inakiri na kukubali wako tayari kupokea maagizo na amri yote kutoka kwa nani? Chama cha mpira wa miguu. Kwa hiyo wakisema tucheze tunacheza, wakisema msicheze. Nikoi, wanasema hawana imani na bodi ya ligi pamoja na TFF, lakini bado wanashiriki ligi ambayo iko chini ya bodi ya ligi na TFF. Swali zuri, lakini naamini wao ndio wanaweza kuwa na majibu sahihi kuliko mimi. Swali zuri, lakini wao ndio wanaoweza kuwa na majibu sahihi kuliko mimi. Wao ndio wameandika barua, wamesema hawana imani na nini? Na chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF. Hawana imani na bodi ya ligi. Kesho kutwa wanacheza na Prison. Nani anasimamia? Bodi ya ligi. Ubingwa mara 3 wamechukua. Nani amesimamia? Bodi ya ligi. Wewe ungekuwa rais wa TFF, ungewapa adhabu gani Yanga kwa hicho ambacho kinaendelea? Ningeangalia kanuni inasemaje. Kanuni inasemaje? Nikoi, asante. Asante.